Takatifu Mungu wetu, tunakushukuru sana Bwana kwa vile ambavyo Mungu wetu na Baba yetu umekuwa pamoja nasi tena Bwana kwa mara nyingine na kwa wakati mwingine. Asante kwa sababu ya wakati huu, asante kwa sababu ya majira haya ya alfajiri hii ya leo. Ya Bwana, iko ni majira ambayo umeruhusu katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya wiki mpya, asante kwa sababu ya siku mpya, katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu uliye hai. Baba, tunakuadhimisha, tunakutukuza, maana peke yako unastahili utukufu na sifa na heshima. Wewe ni Mungu kwetu, sio kwa sababu umetuumba, lakini wewe ni Mungu hata kabla hujaumba. Katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai, Baba yangu ninakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana ukajitukuze tena katika alfajiri ya leo. Bwana ukaendelea kusema nasi kwa utukufu mkubwa sana wa jina lako takatifu la Yesu Kristo, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Ya Bwana, tunakushukuru kwa Bwana unafanya kwa utukufu wako, katika jina la Yesu, amen. Karibu sana mtu wa Mungu, mtu wa thamani, mtu ambaye ni wa pekee, mtu ambaye Bwana amekupa neema tena. Karibu sana mtu wa Mungu, na hakika Mungu akubariki sana sana. Wewe ambao unatufuatilia kwa njia ya mtandao, ambao unaungana na sisi kwa kupitia Facebook, Mungu akubariki sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Umekuwa mtu wa pekee. God bless you so much. Wewe ni mtu wa pekee, and what I know ni kwamba kuna kitu ambacho Mungu anaweka ndani yako, kuna kitu kinaumbika ndani yako. Yes, hallelujah kabisa. Mimi najua, and namshukuru Mungu sana kwa sababu najua wako spiritual giants wengi ambao wanaenda kuinuka kwa namna ya pekee sana katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Karibu tuendelee. Hallelujah. Basi katika asubuhi ya leo ninasikia kusisitiza jambo moja. Wapendwa, Yesu na asifiwe. Nasikia kusisitiza jambo moja kabisa. Ninasikia kusisitiza jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunasema na kujivunia kwamba mimi nampenda Yesu, ninampenda Yesu hivi na vile, uko na mambo mengi ya kuzungumza kuhusu kumpenda Yesu, ndio. Lakini katika hili naomba ukumbuke jambo moja. Yeyote unayempenda, unapenda kuwasiliana naye. Hebu sikia. Yeyote ambaye unayempenda, unapenda kuwasiliana naye. That's why unaweza pengine ukakosa hata bundle, kwa maana ya kuwa na dakika za kuzungumza, lakini hutakosa hata SMS. Ukikosa utaingia, utatumia hata internet ili mradi upate kuwasiliana naye. Yeyote unayempenda. Yaani hautakubali kwamba muda upite mrefu, siku nzima, masaa kadhaa hujawasiliana naye. Utatafuta njia yoyote, ikibidi hata ni kwa kuwazima simu, lakini uwasiliane naye kwa sababu unampenda. Kinachokusukuma kuwasiliana naye sio uhitaji ulionao. Kinachokusukuma kuwasiliana naye ni upendo. Atusaidie Mwokozi Yesu. Ndio kinachokusukuma kuwasiliana naye ni upendo. So wakati ambapo mtu unakiri, una confess mbele za watu kwamba mimi Bwana nampenda Yesu, sikia nikwambie, tamani sana kuwa na mawasiliano naye zaidi. Tamani kuzungumza naye, tamani kuwa karibu na yeye, tamani kuwa na mawasiliano zaidi kuliko kueleza uhitaji wako. Yesu na atusaidie sana. Kitu ambacho nasikia kusisitiza asubuhi ya leo ni hiki. Jamani, bwana niseme tena. Nguvu ya mahusiano, uimara wa mahusiano, uimara wote na muendelezo na kudumu kwa mahusiano ni mawasiliano. Kitakachodumisha mahusiano, kinachodumisha mahusiano si kingine chochote. Kinachodumisha mahusiano ni mawasiliano mazuri kati ya wawili wenye mahusiano. Hasa kama hawana mawasiliano mazuri hawa wawili ambao wana mahusiano, automatic ni kwamba hayo mahusiano yanaenda kufa, kwa sababu msingi na muendelezo na kudumu kwa mahusiano ni nini? Ni mawasiliano. Kama hakuna mawasiliano, ni kweli kwamba haya mahusiano yanaenda kuisha. Kama si kwamba yanaisha au yameisha, yanaenda kuisha muda si mrefu. Kwa hiyo kitu ambacho ni cha muhimu sana kukumbuka ni hiki hapa, kwamba mawasiliano ni ya lazima zaidi kuliko kingine chochote. Yesu na atusaidie. Nataka niwaambie hivi, wapendwa watumishi wa Mungu, na upate kujua nguvu yetu
ya kiroho. Nguvu ya kiroho haipatikani kwa sababu ya wingi wa sadaka tunazotoa. Nguvu ya kiroho haipatikani kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu ya muda mrefu tunaoweza kuhubiri. Nguvu yetu ya kiroho haipatikani kwa namna nyingine, ila nguvu yetu ya kiroho inapatikana kwenye kuomba. Nguvu yetu ya rohoni haipatikani zaidi kwenye namna nyingine yoyote, ila inapatikana kwenye kuomba, inapatikana kwenye mawasiliano yetu na Mungu. Haipatikani kwenye aina ya usomaji wetu wa neno la Mungu, no, inapatikana kwenye mawasiliano yetu na Mungu. Kama hakuna mawasiliano kati yetu na Mungu, basi hakuwezi kuwa na nguvu ya kiroho ndani ya huyo mtu. Ndio ushindi wetu wa kiroho, ushindi wetu unategemea kiwango chetu cha nguvu, na kiwango cha nguvu kinategemea kiwango cha mawasiliano. Ndio, haitokei tu kienyeji. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Yesu na atusaidie. Naomba tuanzie kwenye kitabu cha Isaya. Tulisoma, lakini nasikia tusome tena kusisitiza jambo hili. Haleluya. Mawasiliano, mpendo, sio kuomba tu, no, mawasiliano. Maana tafsiri ya maombi kibinadamu, tafsiri ya maombi ni mtu kupeleka mahitaji yake kwa mwingine ambaye anaona kwamba anaweza kupata msaada kwake, si ndio? Ndio tafsiri ya maombi. Lakini sikiliza nikwambie kitu, pamoja na kwamba hii ndio tafsiri ya maombi, lakini kiroho tafsiri ya maombi iko tofauti. Tafsiri ya maombi kiroho iko tofauti. Tafsiri ya maombi kiroho ni mtu kuzungumza na Baba, kuzungumza na Mungu, ni mawasiliano. Tafsiri ya maombi kiroho ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Ngoja nikukumbushe, kuna utofauti wa kujisemesha na kuongea na mtu. Narudia, kuna utofauti wa kujisemesha mwenyewe na kuongea na mtu mwingine. Kuna utofauti. Yaani narudia tena ujue, kuna utofauti wa mtu kujisemesha mwenyewe na kuongea na Mungu, kuongea na mtu mwingine. Kuna utofauti. So watu wengi tunaishi maisha ya kujisemesha badala ya kusema na Mungu, badala ya kuzungumza na Mungu. Tunaishi maisha ya kujisemesha. Ani mtu anaongea mwenyewe, yani bwana haikutakiwa kuwa vile, unajua anaongea ni kama yuko na mtu mwingine, lakini ukienda unakuta yuko peke yake, anajisemesha kwa sababu kile kitu kiko ndani, anajisemesha mwenyewe. Kumbe alipaswa amwendee yule mtu ambaye ujumbe ule uko ndani yake, na alipaswa amwendee azungumze naye. Haya ndio mazungumzo, ni mawasiliano. Na ile kujisemesha hakubadilishagi chochote. Isaya 1:18, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Hasemi haya njoni muombe, no. Mkija mbele zangu mimi nataka tusemezane. Yaani ninachokitaka zaidi ni kusemezana na wewe. Anachotafuta Mungu zaidi si wewe umweleze mahitaji yako, sababu sikiliza nikwambie kitu. Mungu hahitaji tu kwamba eti tunamueleza sasa ndo ajue mahitaji yetu. No, anajua hata kabla hatujamueleza. Anajua. Na tulisoma hiyo siku ya kwanza kabisa tulipoanza ujumbe wa maombi. Anajua kabla hata hujamueleza, anajua. Sasa nini anachotafuta? Ni muda wetu na yeye. Anachotafuta ni muda wa kuzungumza na sisi. Anachotafuta ni muda wa kusema na sisi. Anapotuambia na kutuwekea kipengele cha kuomba ni ili apate muda wa kuzungumza na sisi. Kama sema haya njoni, mnapokuja njooni na wazo la kusemezana na mimi, acheni kuniletea mahitaji yenu kwanza. Bwana Yesu atusaidie sana. Anajua kuhusu mahitaji, anajua, hakuna kitu hajui, anajua. Na hakuna kitu hajui kwenye maisha yetu. So anachotafuta ni kusemezana na sisi. Anataka aseme na sisi, anataka kuongea na sisi. So ni kusema hivi, anachokitaka kwetu ni mawasiliano zaidi kuliko kueleza mahitaji yetu. Anachotafuta kwanza ni mawasiliano kati yetu na yeye. Ngoja, hebu imagine, asante Yesu. Hebu imagine wewe ungekuwa una mume, una mke, au una mchumba wako, vyovyote vile. Lakini yeye akikupigia simu, anakupigia simu ni kukueleza mahitaji. Una rafiki yako
Yaani akikupigia simu ukiona simu yake tu unajua kama si bando basi anahitaji kukopa. Yaani kuna kitu tu anataka kuna shida fulani ndio inamleta kwako. Kinachomleta kwako sio salamu wala mazungumzo mengine wala kujuliana hali, no. Kinachomleta kwako ni uhitaji, ni mahitaji yake anahitaji. Hebu naomba nikuulize, mtafutie jina huyo mtu. Mpe jina. Anaitwaje huyo? Yaani akikupigia simu ni mahitaji yanayo, sio salamu, sio mambo mengine. Anapokupigia simu ni mahitaji yanayo, anakueleza shida zake. Hebu fikiri, hapa kuna mahusiano kweli hapa? Wewe mtafutie huyo mtu jina, mpe jina. Nataka ujue jambo hili. Watu wengi tunaishi maisha ya namna hii kwa Mungu, na Mungu hataki hii kwetu. Hakutuokoa ili tuishi hivyo, hakutuleta ili tuishi hivyo, hakuja msalabani ili tuishi hivyo, no. Ametuleta, anataka tuishi kwa kuwasiliana naye kila mara, kuzungumza naye, atusikizishe na sisi tuzungumze, atuambie na sisi tumwambie, atengeneze jambo jipya katikati yetu. Tusiishi maisha ambayo yanategemea, yani kila wakati tunapoenda mbele za Mungu ni mahitaji, no. Jamani, nisikizeni. Kinachokuvuta kuwasiliana na huyo mtu, kama ni rafiki, ni mume, ni mke, ni mchumba, whatever, kinachokufanya uwasiliane naye, kinachokuvuta ni ule upendo baina yenu. Narudia, kinachokuvuta au kinachokusukuma uwasiliane na huyo umpendaye, kinachokuvuta sio mahitaji ulionayo. Kinachokuvuta uwasiliane naye ni upendo kati yenu, the love between you. Sasa kinachopaswa kutupeleka mbele za Mungu, wapendwa, sio mahitaji. Kinachopaswa kutupeleka mbele za Mungu ni upendo wetu kwa Mungu, kwa sababu Mungu anatupenda na sisi tunampenda. Yaani kinachotusukuma tuombe ni upendo wake kwetu na upendo wetu kwake. Hicho ndio kitusukume kuomba. Na tutafute mawasiliano, tutafute kuzungumza naye, tusiishi maisha ya kujisemesha. Watu wengi tunatoka kwenye maombi, tunafurahi, tunashangilia, lakini tumeishi kujisemesha. Mimi sijasema maombi yako hajasikiwa, no, lakini umejisemesha. Maana ukusikia jibu lolote, umejisemesha. Narudia tena, kuna utofauti wa kujisemesha na kuongea na mtu unayezungumza naye. Sasa watu wengi tunaingia kwenye maombi, tumeingia kujisemesha. Tunajisemesha wenyewe, maana hatujasikia sauti yake, hatujasikia. Mimi sijasema kila wakati ukienda kuomba ni lazima usikie, lakini ni hivi, tamani sana, tafuta sana, unapoenda mbele za Mungu, tamani kusikia akikusemesha. Tafuta sana kusikia akikusemesha, kuliko ili mradi. Tusiishi maisha ya kuomba ili mradi, hapana. Tuishi maisha ya kutafuta kusikia. Narudia tena kusisitiza, yaani unapoenda mbele za Mungu, tafuta kusikia, tafuta kusemezana naye. Jamani, ni haki yako kumsikia Mungu, ni haki yako ya msingi. Yaani ni haki yako ya msingi kabisa. It's your basic right to hear God. Yes, it's your basic right to hear God. Ni haki yako ya msingi kumsikia Mungu. Sio tu kawaida, acha kuchukulia kawaida, acha kuchukulia kiwepesi. Sasa watu wengi tunaingia tunajisemesha, halafu tunaondoka. Nini umefanya? Nimetoka kuomba bwana. Umetoka kuomba? Lakini Mungu alikuwa anatamani kusikia. Bwana, nimetoka kusema na baba yangu, nimetoka kuzungumza naye. Atusaidie Mwokozi Yesu. Mimi sijakataa. Mahitaji mengine yote anayajua. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Anatutafuta Mungu ni kutusikia. Anatutafuta Mungu ni kusemezana na sisi. Sa watu wengi sana tunaishi maisha ya kujisemesha, mpaka wakati mwingine tunaombea jambo mpaka tunakata tamaa, tunaliacha. Hatuombi tena. Kama tungekuwa tunapata nafasi ya kumsikia Mungu, tungekuwa tunapata nafasi ya kumsikia Mungu, tukasikia anachotaka, tukasikia naye anachotaka ni nini, ingefika mahali ambako tusingekata tamaa kuomba, tusingechoka kuomba. Sasa tungejua kabisa Mungu ameshasema kwenye hili ni 1, 2, 3, basi
Kwa tungeendelea kuomba, lakini shida ni kwamba tunafika mahali ambako tunakuwa na kukata tamaa. Unajua kwa sababu gani tunakata tamaa? Kwa sababu hatujasikia Mungu anatakaje kwenye hilo, hatujasikia anatuambia nini. We know nothing, hatujui chochote. Yes, 43:36 Isaiah 43:36 the Bible says, unikumbushe. Mstari wa pili, hili ni sura nyingine, mstari mwingine unaozungumza maneno yanayofanana na hayo tuliyosoma kwenye 1:18 Isaya. Unikumbushe na tuhojiane. Narudia tena kusisitiza wapendwa, Yesu anataka kanisa liamke na kuomba. Kanisa liombe. Yesu anataka tuwe watu wa maombi. Yesu anataka tuwe watu wa kuomba kila wakati, bila ratiba wala kuchoka wala kukata tamaa. Tuwe watu wa kuomba. Anataka sana tuwe watu wa kuomba Yesu. Lakini maombi ambayo anayataka sio sisi kueleza mahitaji yetu kwake. Anataka muda wa kusemezana na sisi. Kuna mambo mengi ambayo anataka kutufahamisha, na hakuna njia nyingine ya kuwasiliana na sisi ili atufahamishe mambo haya ila kwa njia ya kuomba. Tupatia nafasi ya kumsikia ni maombi. So anatafuta sana nafasi ya kuzungumza na sisi. Kwa hiyo anaposema anataka tuombe, anataka tuongeze muda wetu wa kukaa mbele zake kumsikia, sio kueleza mahitaji. Maana ili tuombe sana, kama tunaomba kwa mentality ya mahitaji, tunahitaji kuwa na rundo la mahitaji ndio tukae mbele zake muda mrefu. Kama ni hivyo, tunahitaji rundo la mahitaji, tunahitaji rundo la matatizo ndio tukae mbele zake muda mrefu. Lakini sivyo. Yeye anataka tuwe na rundo la furaha, tuwe na wingi wa raha, tuwe na wingi wa shangwe mioyoni, lakini tukae kwake muda mrefu, tukae mbele zake muda mrefu, tukitafuta uso wake, tukimtaka azungumze, tukitaka kumsikia. Come on. Hallelujah. Ndio. Kwa anataka sana tupate nafasi ya kuomba ili apate kuzungumza na sisi. Atukuzwe Mwokozi Yesu. Wapendwa, naomba uelewe. Anasema unikumbushe. Ukishanikumbusha, nataka mimi na wewe tuhojiane. Wacha papara, wacha haraka. Nataka tuhojiane mimi na wewe. Nataka tuzungumze, nataka tuongee, nataka tuelewane, nataka nikuambie, nataka nikueleze, nataka nikuonyeshe cha kufanya. Hallelujah. Wapendwa, Yesu atukuzwe sana. Ni muhimu tuelewe. Tuache mawazo, tuache mitazamo ambayo si mizuri. Tuache mitazamo ya kwamba maombi ni kupeleka mahitaji. Maombi ni kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nani ni muhimu sana tupate kuelewa. Mungu na atupe neema ya kuelewa. Ndio. Mungu na akupe neema, Mungu na anipe neema ya kuelewa. Tunahitajika kufahamu mambo haya. Mungu akupe neema. Naomba hivi kwamba wakati huu tunapoenda mbele za Bwana kwenda kuomba, natamani sana umuombe Mungu akupe neema. Natamani sana umuombe Mungu akupe neema. Watu tuombe, tutafute uso wa Bwana. Tamani sana kupata hii neema. Tuwe watu wa kuomba Mungu. Na maombi yetu yasiwe maombi ya kupeleka mahitaji. Yawe ni maombi ya kutaka kumsikia Mungu, kutaka kuzungumza naye. Ukienda pale, ya jamani wapendwa, niwaambieni kitu wapendwa watumishi wa Mungu. Nguvu yetu na kushinda kwetu hakuko kwenye kiwango cha urefu wa kueleza mahitaji yetu, ila kiwango chetu cha kushinda kiko kwenye kiwango cha nguvu, na kiwango cha nguvu kiko kwenye kiwango cha mawasiliano. Sikia, mtoto anayerithi ni yule aliye karibu na baba, sio mwenye kueleza shida nyingi kwa baba.
Narudia, mtoto anayerithi vingi na ubora ni aliye karibu na baba, bila kujali namba ya kuzaliwa. Narudia, mtoto anayerithi vingi na vya thamani ni aliye karibu na baba yake, na sio vinginevyo. Aliye karibu na baba yake huyo ndo anayerithi vingi, pasipo kujali namba ya kuzaliwa. Nimekusogelea nikwambie, ndio nataka uelewe kwamba mtoto anayerithi ni aliye karibu na baba yake, sio ishu ya namba ya kuzaliwa. Tengeneza ukaribu wako na Mungu. Tengeneza kuwa karibu na Mungu. Baba yetu, katika jina la Yesu tunasema asante kwa pendo lako tena. Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo, alfajiri hii ya pekee ambayo Mungu mtakatifu Bwana unatutaka tuombe. Baba, tunasema asante kwa sababu ya pendo, huruma na fadhili zako. Majira, wakati, saa, dakika na muda huu tungali mbele zako tena, Mungu mwaminifu, Mungu mtakatifu. Jehova Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu, ninakuomba Bwana mabwana kwamba Mungu mtakatifu, tunaomba neema yako tena, mfalme wa utukufu, baba yetu. Alfajiri ya leo, Mungu wetu na baba yetu, tunahitaji neema yako. Baba, tunakuomba kwamba Mungu mtakatifu Bwana, katika maisha yetu, Jehova Mungu wetu na baba yetu, tunaomba neema yako mtakatifu, Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu tunakuomba Bwana, neema yako ya ajabu, neema yako ya pekee, Mungu mtakatifu Bwana. Tunahitaji neema yako katika asubuhi ya leo, Mungu mwenye mamlaka. Tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu katika asubuhi ya leo tena. Baba, tunaomba neema yako mfalme, ndani ya hiyo neema tukapate kibali mbele zako Bwana. Mungu mtakatifu, ukatutengeneze vile wewe unapenda, ukatutengeneze vile unataka mwenyewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu uliye hai. Mungu wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba neema yako na iwe juu yetu Bwana, kwa jina lenye nguvu la thamani na takatifu mno la Yesu Kristo aliye Bwana. Baba, tunakuomba tunaomba kibali machoni pako, Mungu mwenye haki. Mungu wetu na baba yetu, tunaomba kibali kwako Bwana katika asubuhi ya leo. Mungu mtakatifu, tunakuomba Bwana kwamba ukatupe neema, Mungu wetu na baba yetu, asubuhi ya leo. Baba, tunaomba sana neema yako, Mungu mtakatifu. Baba, tunakuomba ukafanye jambo jipya ndani yetu. Badili mitazamo yetu Bwana, badili mawazo yetu Mungu mtakatifu, Bwana wangu. Uyabadili mawazo yetu ndani yetu, ubadili mitazamo ndani yetu, ubadili Bwana kila jambo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu, Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu na thamani la Yesu Kristo aliye Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Baba, tunakuomba kwamba Mungu mtakatifu Bwana, ukatupe neema mfalme katika asubuhi ya leo. Bwana wangu, ibadili mitazamo na mawazo yetu. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba uibadili mitazamo na mawazo yetu. Mitazamo yetu na ibadilike, mawazo yetu na yabadilike. Bwana wangu, kila kitu ndani yetu na kibadilike. Ukatupe Bwana kupenda zaidi na kutamani zaidi kuwasiliana na wewe kuliko kueleza mahitaji yetu Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninakuomba Bwana Mungu mtakatifu, ukatupe neema zaidi, Mungu mtakatifu, Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu la thamani na takatifu mno la Yesu Kristo mwokozi uliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, mimi ninakuomba Bwana kwamba ukatupe neema mfalme Bwana, neema ya kukusikia wewe, neema ya kuisikia sauti yako. Tupe neema Bwana ya kukusikia moja kwa moja, badala tu ya kueleza mahitaji yetu Bwana, tukusikie wewe katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Bwana wangu, badala ya kueleza shida zetu tu kwako Bwana wangu, tukusikie wewe. Tupate muda zaidi, tutengeneze muda zaidi
zaidi wa kuwasiliana na wewe, tuwe na muda zaidi wa kuwasiliana na wewe kuliko kueleza mahitaji yetu, maana hata tusinge kueleza mahitaji haya, Bwana wangu, wewe unayajua. Hata tusinge kueleza uhitaji tulionao, wewe unajua tu, maana wewe ni Mungu ambaye unaichunguza mioyo na kuvijaribu viuno, wala hauhitaji tukueleze ndio utujue, lakini unatujua even before tujijue. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu ninakuomba, Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi sana ambaye Bwana Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu sana, Baba ninakuomba ukatupe neema sana kwa jina la Yesu. Bwana wangu, tuishi kukusikia zaidi, tupende zaidi kukusikia kuliko kueleza mambo yetu, kuliko kueleza mahitaji tulionayo, maana Bwana wangu na Baba yangu umetupa kipengele na nafasi ya kuomba. Wewe mwenyewe unazungumza mara mbili, unazungumza kwenye kitabu kimoja, unachotafuta ni muda wa kusemezana na mimi, unachotafuta ni muda wa kusemezana na mimi, muda wa kukusikia wewe, muda wa kuargue na wewe, muda wa kujadili na wewe. Unataka muda zaidi Bwana kwa mimi kukusikia zaidi Bwana kuliko kusikia mahitaji yangu, maana unayajua Mungu mtakatifu. Maana Bwana hii unaniambia ya kwamba kinachonileta kwako iwe ni kukupenda, iwe ni kukupenda kwa sababu ulinipenda. Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu Bwana ukanipe hii neema, ukanipe hii neema Bwana, ukanipe huu uwezesho katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Kalibra handa liabrazogre mahandi zegebia hata manda raboshekedia. Haleluya Bwana, rako dia mahanta mando liabrazogodia. Haleluya Bwana, o shaga diamanto ligrahazo godi halegra mahaje dia mahanda raga brizogo bahanda labashege dia mahanto. Yesu ninakuomba kalibra hando dia gabrozege dia mahanda. Haleluya liagroshege dia brahazegedi. Haleluya Bwana, kalibra zogro brahazegedia shaga dia mahanto dia gabroza gada. Haleluya Bwana, yezege di brahaza gadia mahando izege bia handa labashege di brahaza gade. Haleluya Bwana, kalibra hazo dia mahanta labazege dia mahanda. Haleluya Bwana wangu, ninakuomba Bwana raka prizoko tebrahaza gadia. Haleluya Bwana, ninakuomba Mungu mtakatifu, umba jambo jipya ndani ya kanisa lako, umba kitu kipya ndani ya kanisa lako, umba jambo jipya ndani ya kanisa lako, umba jambo jipya ndani ya watoto wako, umba jambo jipya. Anza na mimi Bwana, ndani yangu Mungu mtakatifu, Bwana wangu. Nipe neema ya kutaka kukusikia zaidi. Nipe neema Bwana ya kuwasiliana na wewe zaidi. Bwana wangu, ninakuomba sana Bwana Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Mungu mtakatifu Bwana, nipe neema Bwana ya kukusikia zaidi, nipe neema Bwana ya kukusikia zaidi katika jina la Yesu. Bwana wangu, ninakuomba sana, umba jambo jipya ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu uliye hai. Baba, ninaomba neema yako Mungu mtakatifu Jehova. Bwana wangu, neema yako katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Jehova, Baba yangu na Mungu wangu, kwa jina lenye thamani kubwa mno na takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana, yeye aliye mwamba mwokozi na nguvu zangu. Fame, ninakuomba Jehova ukatengeneze jambo jipya, Jehova ukafanye kitu kipya katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu uliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana Jehova Mungu mwaminifu, Bwana Mungu mtakatifu, ninakuomba Bwana wangu ukafanye jambo jipya ndani yetu Baba, ukatupe kuwasiliana na wewe zaidi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tupe zaidi kuwasiliana na wewe Bwana katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo uliye Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu, katika jina la Yesu. Bwana wangu, nakuomba amsha kiu ya kuomba ndani ya wanaume na wanawake, amsha kiu ya kuomba ndani ya kanisa lako, amsha ile shauku ya kuomba ndani ya kanisa lako Bwana, amsha shauku ya kuomba, amsha ile kiu ya maombi ndani ya watu wako, amsha kiu ya maombi ndani ya maaskofu, amsha kiu ya maombi ndani ya wachungaji, amsha kiu ya maombi ndani ya wazee wa kanisa, amsha kiu ya maombi ndani ya makatibu, amsha kiu ya maombi Bwana ndani ya mashemasi, amsha kiu ya maombi ndani ya mtu mmoja mmoja, amsha kiu ya maombi Bwana ndani ya viongozi wa idara mbalimbali, amsha kiu ya maombi katika jina la Yesu Kristo.
Mwana wa Mungu aliye hai, Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba Mungu mtakatifu, amsha shauku ya kuomba, amsha shauku ya kuomba, amsha kiu ya kuomba, amsha kiu ya kuomba kwa jina la Yesu, amsha kiu ya kuomba. Bwana, tuombe kama vile tuna uraibu wa kuomba. Tuombe tukutafuta uso wako kama vile tumeshikwa na addiction ya kuomba. Baba yangu na Mungu wangu, nakuomba kama tabia zinaweza kutengeneza addiction, Bwana wangu, kwa nini maombi yasitengeneza addiction ndani yetu? Tuwe tunapenda kuomba, tupende kuomba, tupende kuomba zaidi, tupende kuomba zaidi, tupunguze muda wa story, tuongeze muda wa kuomba katika jina la Yesu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba Mungu mtakatifu Jehova, Bwana wangu na baba, ninakusihi mno kwamba Jehova ukafanya jambo jipya ndani yetu, Bwana, katika jina la Yesu. Inua shauku ya kuomba, wanaume waombe, inua shauku ya kuomba, wanawake waombe, inua shauku ya kuomba, vijana wa kiume waombe, inua shauku ya kuomba, vijana wa kike waombe, inua shauku ya kuomba, Bwana, hata na watoto nao waombe. Bwana, inua shauku ya kuomba ndani yetu, Bwana, na kuomba kiinue kizazi kinachokutafuta kwa jina la Yesu, kiinue kizazi kinachokutafuta wewe. Yesu, ninakuomba, inua kizazi kinachokutafuta, kizazi chenye shauku na wewe, kiinue kizazi Bwana kinachokutafuta. A new generation. Hallelujah. Bwana wangu, nakuomba, rise a new generation, a generation of God seekers, a generation of those who seek your face, in the name of Jesus. Bwana wangu, nakuomba, kiinue kizazi ambacho kinautafuta uso wako, kiinue kizazi ambacho kina shauku na wewe katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana, kiinue kizazi chenye shauku na wewe katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo uliye Bwana, mama mwokozi na nguvu zetu. Baba, ninakuomba, kiinue kizazi ambacho kina shauku na wewe, kiinue kizazi ambacho kina shauku na wewe Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mungu mtakatifu, Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba Jehova, ninakuomba Bwana, ninakuomba Bwana, ninakuomba Bwana, inua kizazi ambacho kina shauku na wewe rakati ya mahanda. Yesu, ninakuomba, inua kizazi chenye shauku na wewe, kizazi chenye kutafuta uso wako. Bwana, inua kizazi chenye shauku na wewe kwa jina la Yesu. Bwana wangu, nakuomba, inua kizazi ambacho kina shauku na wewe, kizazi ambacho kina kiu na wewe, kizazi ambacho kina utafuta uso wako. Inua kizazi kipya Mfalme, chenye kiu na wewe katika jina la Yesu, kizazi chenye kupenda kukusikia, ambacho hicho ndicho kitakuja kushika utumishi baadaye kwa jina la Yesu aliye hai. Jehova, ninakuomba tafadhali Mfalme, usinyamaze, lakini lifanye jambo hili kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba ukiinue kizazi kinachotafuta uso wako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu, nakuomba, inua kizazi chenye kutafuta uso wako, inua kizazi chenye kutafuta uso wako katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu mwenye haki. Bwana wangu na baba yangu, Mungu mwenye haki, Bwana wangu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, uketie patakatifu mno. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu mwenye haki, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, Bwana wangu, nakuomba, inua kizazi hiki, inua ya Bwana hiyo shauku ya kutafuta uso wako ndani ya vijana, shauku ya kukusikia, shauku ya kuwasiliana wewe Bwana, inuke ndani ya vijana katika jina la Yesu Kristo mtakatifu. Bwana Mungu mwenye haki, nakuomba ya Bwana, inuile shauku wewe Bwana ndani ya vijana, inuile hiyo shauku katika jina la Yesu Kristo aliye mtakatifu sana. Bwana, nguvu zetu, ninakuomba Bwana Mungu mtakatifu ya kwamba ukakiinue kizazi ambacho kina shauku na wewe Bwana, kwa jina takatifu la Kristo Mfalme, Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu. Jehova, ninakuomba Bwana kwamba Mungu mtakatifu ukakiinue kizazi ambacho Bwana kina shauku na wewe katika jina la nguvu, katika jina la mamlaka, katika jina lenye mamlaka la Yesu aliye hai. Bwana wangu, ninakuomba ukatende alfajiri ya leo. Bwana wangu, ninakuomba, najua kuna watu ambao wako wagonjwa na wengine na habari zao na wengine sina Bwana, lakini Baba, wote ninawaombea kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, na kwamba wale wote ambao
Wako wagonjwa wamelala nyumbani kwenye vitanda vyao, wengine wako hospitali. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninakuomba Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Baba ukawainue, waponye Bwana wote walio wagonjwa, haijalishi wanaumwa nini. Yesu wainue kwenye vitanda vya ugonjwa, watoe kwenye vitanda vya ugonjwa. Yesu ninakuomba ukawaponye Bwana kwa jina la Yesu. Ondoa matatizo ya magonjwa kwenye maisha yao, ondoa magonjwa kwenye miili yao, ondoa maumivu kwenye miili yao kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana nakuomba ukaguse afya zao, gusa miili yao ukawaponye, gusa miili yao ukawaponye, gusa Bwana kwa jina la Yesu. Fungua maisha yao, ponya Bwana, ponya afya za miili yao, ponya afya za miili yao, ponya Bwana kwa jina la Yesu. Roho Bwana ninakuomba pita katikati yao, kanga Bwana, ponya ndani yao, ponya mifupa, ponya mapafu, ponya mishipa, ponya moyo, ponya tumbo, ponya Bwana kwa jina la Yesu. Baba yangu ninakuomba uzima wako na uingie ndani ya watoto wako. Wengine Bwana wamekamatwa na uraibu wa aina mbalimbali, unawatesa kweli kweli, wanatamani kuachana nao, hawawezi, wanajipata wako pale pale kila siku. Yesu nakuomba wafungue Bwana, fungua fahamu zao, fungua mioyo yao, fungua nafsi zao, fungua Bwana na miili yao kwa jina la Yesu. Baba wakafunguliwe, ule uraibu uondoke ndani yao, uraibu wa dhambi fulani uondoke ndani yao, ule uraibu uondoke ndani yao kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Lakini Baba ninakuomba acha uzima wako na uingie ndani yao. Haleluya Bwana. Naomba Mfalme ponya nafsi zao. Kanga Bwana ukawatoe kwenye ule uraibu, waondoe kwenye ule uraibu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu ninakuomba ukawaguse Bwana wote wenye kuteswa na aina yote ile uraibu katika jina la Yesu. Nakuomba Bwana ukawaguse Bwana wangu, nakuomba ukawafungue katika jina lenye nguvu na takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana. Baba yangu ninakuomba sana kwamba ukawaguse na kuwafungua, ukawaponye Bwana, waondolee hiyo shida, hiyo uraibu, waondolee Bwana katika jina lenye nguvu la thamani na takatifu mno la Yesu Kristo aliye Bwana. Baba yangu ninakusihi kwamba Mungu mtakatifu Bwana wangu ukatende jambo jipya, tenda jambo jipya Bwana ndani yao katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu mwenye haki. Baba ninakutukuza na kukuinua, ninakusifu na kukubariki sababu unastahili katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu, mtu wa thamani, mtu wa pekee. Kumbuka tu, we are God seekers. We are more than giants. Yes, we are spiritual giants and we are more than conquerors. Hallelujah. Tembea kifua mbele mpendwa mtumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Epuka dhambi, ishi maisha matakatifu uendako na urudipo. Unapoenda kazini na unaporudi, jitahidi wakati wote wa mchana mzima ishi kwenye uwepo wa Mungu, ishi kwenye kuomba. God bless you. Have a nice time. Mungu akubariki akakuinue. Bwana akakufadhili na kukufariji. Bwana akuinulie nuru ya uso wake, akumulikie, akuangazie njia zako katika jina la Yesu. Wewe uliyebarikiwa, wewe unayemtafuta Mungu, wewe ni mtu uliyebarikiwa. Yes, Mungu akubariki. Uwe na wakati mzuri. See you when you see me again.